Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masoud Makame amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya jitihada kubwa katika kuhakikisha idara maalum zinaimarishwa na zinaboreshwa. Hivyo imeamua kuwa na mfumo maalum wa kuhakikisha uwepo wa makazi bora kwa maafisa na wapiganaji wa idara maalum. Akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika nyumba 9 za maafisa magereza huko Hanyegwa Mchana, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Suleiman ameeleza kuwa serikali imefanya jitihada kubwa katika kuhakikisha maafisa wanaishi katika mazingira bora na yaliyo mazuri. Amesema serikali kupitia miradi yake ya maendeleo imetoa msaada wa fedha nyingi kwa chuo cha mafunzo kwa lengo la kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa maofisi na mahanga kwa lengo la kuweka mazingira bora kwa watendaji ili kutoa huduma bora kwa wanafunzi. Wapiganaji na maafisa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya jitihada kubwa katika kuhakikisha kwamba idara maalum zinaimarishwa na zinaboreshwa, na hivyo kuwa na mfumo maalum wa kuhakikisha uwepo wa makazi bora ya maafisa na wapiganaji wa idara zetu. Katika kuhakikisha kuwa huduma ya urekebishaji wa tabia inaboreka na inaimarika, serikali kupitia miradi yake ya maendeleo imekuwa ikitoa msaada mkubwa wa kifedha kwa chuo chetu cha mafunzo kwa lengo la kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa majengo ya ofisi na mahanga kwa lengo la kuweka mazingira bora kwa watendaji ili kuweza kutoa huduma bora kwa wanafunzi. Ndugu zangu, serikali imeona ipo haja na ulazima wa kuweka makazi yaliyo bora kwa maafisa na wapiganaji ili wao sasa wapate nafasi ya kuwahudumia wanafunzi ambao wanaletwa kujifunza ili kubadili tabia walizonazo, na watakapotoka hapa sasa wawe ni watu bora wenye kujali na kuona kwamba wana mchango gani kwa jamii inayowazunguka. Nichukue fursa hii sasa kuwapongeza sana maafisa na wapiganaji kwa kuendelea kuwatunza wanafunzi hao. Kupitia mradi wa ujenzi wa mahanga, serikali kwa mwaka huu wa fedha imetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za wapiganaji. Hivyo ni vyema kikosi kaendelea kuitumia rasilimali watu kwa ajili ya kuendelea kuipunguzia serikali gharama za ujenzi na kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa uangalifu ili serikali iweze kufikia lengo ililolikusudia. Ni imani yangu kwamba lengo hili la serikali, sisi maafisa wa chuo cha mafunzo na wapiganaji wote tunakwenda kulitekeleza kwa vitendo ili tuweze kuona mafanikio na tija katika shughuli zetu. Aidha, naomba nikiri kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaridhishwa sana na juhudi mbalimbali zinazofanyika ndani ya idara maalum za SMZ. Nasema haya sio kisiasa, ni kwa sababu ya mapinduzi makubwa yanayoonekana ndani ya idara zetu za SMZ. Idara zetu zimekuwa chachu ya maendeleo, zimekuwa msaada mkubwa kwa serikali na zimekuwa zikipunguza gharama na mzigo kwa serikali. Tumeshuhudia katika miaka 5 iliyopita idara maalum za SMZ zimefanya kazi kubwa kwenye kujenga miundombinu ya Zanzibar, hasa majengo ikiwemo shule pamoja na mahospitali. Ndugu maafisa na wapiganaji, ujenzi huu wa nyumba 9 ambao leo tumewekea jiwe la msingi umefikia hatua nzuri na katika ubora wa hali ya juu kabisa. Hivyo naomba nielekeze kwamba chuo cha mafunzo iendelee kukamilisha nyumba hizo kwa haraka na kwa ubora unaostahiki ili ziweze kutumika kama ilivyoelekezwa. Nimepokea changamoto ambazo zimeelezwa na kamishna ya kuzorota upatikanaji wa fedha.
Katibu Mkuu, naomba ulichukue hili, ulifuatilie, na kwa hadhira hii pia niiombe Wizara ya Fedha sasa itutilie fedha ili tuweze kukamilisha miradi ambayo tumejipangia. Aidha, ameiomba Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuwawekea barabara katika maeneo hayo ili kuondokana na usumbufu katika maeneo yao, sambamba na kuwataka maafisa watakaokabidhiwa nyumba hizo kuzitunza kwa ajili ya vizazi vijavyo. Pia kwa changamoto ile ambayo imeelezwa ya barabara, tuiombe Wizara ya Ujenzi ili kuweza kukamilisha na kutufikishia barabara katika maeneo yetu ya chuo cha mafunzo ili kuweza kurahisisha ufikaji, lakini pia utekelezaji wa shughuli zetu za kila siku. Naamini wizara itakuwa imetusikia, na kwa usikifu wa wizara na serikali kwa ujumla, na kwa kuona umuhimu wa uwepo wa miundombinu ya barabara katika eneo la chuo, serikali itafanya hivyo. Ndugu zangu maafisa na wapiganaji wote, napenda mtambue kwamba juhudi za kuleta maendeleo hizi ni za kwetu sote, na msingi wa mafanikio ni kushirikiana na serikali katika kuhakikisha tunaleta maendeleo hayo, lakini pia tunatunza miundombinu iliyopo ili iweze kutumika kwa muda mrefu. Muda mchache ujao, baada ya kumalizika, nyumba hizi zitakabidhiwa kwa familia 18 ambao nao watakuwa na dhima ya kuzitunza ili ziweze kutumika kwa muda mrefu. Ni waase na kuwaomba tuache tabia ambayo ilijengeka kwa muda mrefu kwamba hii ni nyumba ya serikali. Kwa wakati huu wewe utakuwa unatumia, na wewe utakuwa unanufaika, na wewe utakuwa unafaidika. Faida hiyo aje aipate na mwingine. Kwa hiyo tutakapokabidhiwa nyumba hizi tuzitunze ili ziweze kutumika kwa muda mrefu. Aidha, nichukue fursa hii kwako Kamishna, naamini una askari wengi na bado una mahitaji katika makazi. Tuendelee kuangalia namna ya kuongeza wigo kwenye upatikanaji wa makazi bora kwa askari wetu. Haipendezi, na kwa muda mrefu tumekuwa tukishuhudia askari wakilala katika maeneo ambayo sio mazuri, lakini kwa dhana ile ile ya kimapinduzi sasa tunakuja na nyumba bora za kisasa na nzuri kwa kuishi binadamu. Hamis Bakari, kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar, amesema kuwa zitakapokamilika nyumba hizo zitapunguza uhaba wa makazi kwa maafisa na wapiganaji, kwani maafisa wanatakiwa kuishi karibu na jamii ya watu. Zitakapokamilika kwake, nyumba hizi zitaweza kupunguza uhaba wa makazi kwa maafisa wetu na wapiganaji wetu wa chuo cha mafunzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kawaida maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo wanapaswa kukaa karibu sana na makambi yao, kwa sababu ndani ya kambi ya chuo cha mafunzo tunahudumia jamii, tunahudumia wale watu ambao walikosea sheria na wakaletwa ndani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunapaswa tuwarekebishe tabia ili watakaporudi kwenye jamii wawe ni watu safi na watu wa mfano katika jamii ile. Kwa maana hiyo tunapaswa tuwe karibu na makambi hayo katika wakati wowote, ili ikitokea dharura basi tuweze kuwa karibu na kuweza kutoa msaada wowote unaohitajika. Ama hata ikiwa ni muda usio wa kazi, basi tunapaswa tuwe karibu, lakini vile vile tunapaswa tuwe karibu hata siku za mapumziko ama siku za weekend, ili ikitokea dharura yote ndani ya vyuo vya mafunzo au vyuo vya kurekebisha tabia, basi kwa haraka tuweze kufika na kuweza kutoa msaada unaohitajika. Hii ndio sababu kubwa inatufanya tuwe tunajenga nyumba nyingi za makazi karibu na makambi yetu kila uchao. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi huu si tu kwamba unaleta au unaweka mazingira bora ya makazi kwa wapiganaji wetu, pia utaimarisha utendaji kazi zetu, hasa ikizingatiwa kwamba chuo cha mafunzo tuna wajibu wa kurekebisha tabia kwa. Akitoa maelezo ya kitaalamu, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mikidadi Mbaruk,
ameeleza kuwa ujenzi huu wa nyumba 9 kwa ajili ya maafisa umeanza rasmi tarehe 9 mwezi wa 10, 2024 na umetarajiwa kukamilika katika mwaka wa fedha 2024-2025. Mradi huu wa ujenzi wa nyumba 9 kwa ajili ya MOFSA ulianza rasmi tarehe 29 mwezi wa 10, 2024 na ulikusudiwa kumalizika katika mwaka wa fedha wa 2024-2025. Kutokana na changamoto zilizojitokeza katika ujenzi huu, mradi huu umechelewa kumaliza kama ilivyokusudiwa na unategemewa kumalizika katika mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa nyumba kwa ajili ya MOFSA utakuwa ni ujenzi wa nyumba 9 zenye urefu wa mita 22.2 na upana wa mita 13.5 sawa na mita 299.7 zenye uwezo wa kubeba familia 2 kila nyumba moja, ikiwa na vyoo vitatu, ikiwa na vyumba vitatu, vyoo viwili, kumbi 2, choo 2, majiko mawili pamoja na sehemu 2 za ua. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wa ujenzi wa nyumba ni mapendekezo, ni mwendelezo wa miradi ya kuwajengea mazingira bora ya maofisa na wapiganaji, ambapo ukikamilika kwake kutapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya makazi kwa maafisa na wapiganaji kazi katika mazingira magumu kutokana na uhaba wa nafasi ukilinganisha na idadi kubwa ya maaskari waliokuwepo hapa kambini. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama halisi za ujenzi wa nyumba hizi ni fedha za Kitanzania bilioni 1,199,159,966 na ni fedha iliyoingizwa ni shilingi milioni 310 tu sawa na 17% ya fedha hizo ambazo ziliingizwa kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Na kiasi kilichobakia ni kukamilisha mradi bilioni 1,199,191,966 sawa na 82%. Hili ndio lile ambalo amelizungumza kamishna hapa, ambapo hadi sasa ujenzi huu umefikia 60%. Na msambazaji mkuu wa vifaa vya ujenzi katika mradi huu ni Fasima General Traders Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu umejumuisha shughuli za usafishaji wa eneo la ujenzi, uchimbaji wa misingi pamoja na ujengaji wa nyumba husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kukamilika kwa mradi huu kutaleta mapinduzi makubwa katika suala la utendaji kwa wapiganaji wa chuo cha mafunzo. Vile vile napenda kuhakikishia kwamba maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo watazitumia vizuri na kuzitunza nyumba hizi baada ya kumalizika ili ziweze kudumu kwa muda mrefu. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.